tunaenda kubadili mitaala ndani ya nchi yetu na kufanya sasa elimu ya lazima kwa kila mtoto wa Kitanzania itakuwa mpaka kidato cha. Lakini msimamizi mkuu wa maono hayo ya rais wetu ni Profesa Adolf Mkenda. Na mimi huyu ni mwalimu wangu. Amenifundisha mwaka wa kwanza mpaka wa tatu pale chuo kikuu ya kwanza, na amenifundisha degree ya pili, na amenifundisha, nimepata ushauri wakati nafanya PhD. Kwa hiyo ni mwalimu wangu. Na mwalimu, nakushukuru sana, si ulijuaje nyakati zingine alikuwa ananiachia niwafundishe wanafunzi wenzangu wa darasa lile lile. Ilikuwa inanifanya waniheshimu sana. Nakushukuru sana. Kwa hiyo mna mbunge makini, na kwa sababu mna mbunge makini nilisema nitafika mpaka kwenye hii miradi ambayo imeahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi. Ndio maana nimekuja hapa. Lakini la pili, mashemeji oye, na wakwe oye. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niko ukweni hapa. Mke wangu ni wa Kilimanjaro, ni Mchaga wa Kilimanjaro. Mashemeji oye. Sasa nimekuja kwa wao na kwa mashemeji, nikasema nifika mwenyewe kwenye hii. Na waheshimiwa mawaziri mnaosimamia miradi kila dakika. Mradi huu maji kwangu si tu jambo la serikali nyumbani, na mradi huu wa barabara hili si tu jambo la serikali, mimi ni jambo la nyumbani. Na nitakuja niende mpaka kwenye ziwa Chala pale. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie nimekuja, nimepita ile barabara inayotakiwa kuja, na nimekuja kwenye mradi nitafuatilia mradi huu wa barabara. Na katika kufuatilia, nataka hapa nijue, nilisikiliza kwenye briefing wakati naelezewa pale kwamba tuko kwenye hatua za kumpata mkandarasi. Anayesimamia hizo hatua yuko wapi? Atuambie tunampata lini. Nani anayesimamia? Atuambie. Mkandarasi wa maji aliyetuelezea kwamba mko kwenye hatua, tuambie tunampata lini? Mheshimiwa, kwa hatua tulizofikia tunatarajia baada ya wiki 2 tutaweza kupata mkandarasi. Baada ya wiki 2 tutapata mkandarasi. Ndio. Leo tarehe 19, wiki 2 zinaishia lini? Tarehe 5. Zinaishia tarehe 5. Mheshimiwa Waziri, tarehe 5 nipate taarifa kwamba mkandarasi huyu ameshapatikana, ameshaelekezwa aanze kazi. Upande wa barabara, kazi hiyo inaanza lini? Mheshimiwa Waziri, mkandarasi mara baada ya kupata malipo ya awali ataanza kazi hii. Nimezungumza na waziri, amesema hilo atalitekeleza baada ya kurudi ofisini. Mheshimiwa Waziri, hili linaanza lini? Mkandarasi alishapatikana? Imeshasainiwa? Ndio ile inayoingia kwenye lile kundi. Nimeshamwelekeza waziri wa fedha atafute fedha popote pale
ya kulipa malipo ya awali kwa wakandarasi ambao tayari wameshasaini, wanasubiri malipo ya awali. Tunashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo waambieni akae standby ili kazi iweze kuanza. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. La mwisho, tumekuja na waheshimiwa mawaziri wako hapa. Mheshimiwa mbunge ameshasema zile hoja kubwa za jimbo, na kwa kweli nimeongea naye mara nyingi sana. Haya mambo yanayohusu jimbo la Rombo tumeongea tukiwa Dodoma, tumeongea wakati tunakuja, tumeongea mara kadhaa tukiwa tunajadiliana mambo ya miradi hii. Ndio maana naifahamu na tukasema tutakuja mpaka hapa. Tunataka tuisukume ikamilike. Ikishakamilika ikaanza kutumika, tutakuwa tumeshapiga hatua. Lakini ninatambua hili jambo la pale Tarakea. Nimewaambia hawa wenzangu waharakishe mambo ya tathmini ili tuweze kupata eneo hilo la kutosha, kazi hiyo iweze kufanyika haraka na tuanze kufanya kazi kwa masaa 24. Kwa hiyo harakisheni sana hilo la uthamini, fidia ilipwe ili tuende kwenye ujenzi na tukamilishe haraka ili tuanze kufanya kazi kwa masaa 24. Sasa nikiwa naelekea mwisho, niseme mambo mawili. Moja, tumekuja kuiona shule hii. Ndugu zangu wa Tanzania, shule hii ni kielelezo cha uwepo wa kiongozi mwenye maono, Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya ni maono, na si maono tu ya kwenye maandishi, ya kwenye mipango. Ameona na ndani ya muda mchache sana, takriban miaka 4 na sehemu hivi, zimejengwa shule zaidi ya 100. Mheshimiwa Naibu Waziri amesema 103 za aina hii kwa nchi nzima. Mheshimiwa Rais alibaini tatizo kwamba tuna tatizo sasa hivi la mismatch ya kutokuianisha ujuzi na mahitaji ya soko. Ninyi mtakumbuka, mtakubaliana nami, kuna kipindi kiliwahi kupita, ilikuwa ukimpata mtu ametoka pale chuo cha ufundi Arusha, ametoka pale Moshi Technical, ametoka pale Dateki, ametoka pale Mzumbe ADM, ilikuwa na Mbeya, ilikuwa ukimpeleka kazini haumfundishi kazi, ameiva. Tukapita hapa katikati tukawa na wingi wa vyuo vikuu, lakini kwa kweli ilikuwa ukiwapeleka kwenye kazi zile zinazohitaji mtaalamu wa kazi mwenyewe, tukawa tunaona mapungufu yake. Mheshimiwa Rais akasema haiwezekani waajiri walalamike, waajiri walalamike, wananchi walalamike na serikali ilalamike. Akasema lazima tuchukue hatua mara moja. Akatenga fedha, na mimi ndo niliyekuwa natumwa mchaka huo wa kukimbia kuhakikisha fedha za kujenga shule za aina hii nchi nzima zinapatikana, na zimejengwa shule 103 ndani ya kipindi cha miaka 4, na mojawapo ikiwa hapa. Tena ya hapa ni special zaidi kwa sababu inalenga kwenye science. Haya si mambo ya kuyachukulia ukawaida yakaonekana yameshuka tu kama mawingu hivi. Ni maono ya kiongozi mwenye maono. Lakini si hilo tu, katika kipindi chake ndio kipindi ambacho ameongeza wigo wa vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kila mkoa una kipande chake. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kuwasaidia wananchi masikini wa Tanzania, wasomeshe watoto wao. Kuwasomeshea watoto wao ni kuwapa nyavu badala ya kuwapa samaki. Leo hii tunavyoongea, kila mkoa una shule maalum ya wasichana. Kila mkoa akapeleka fedha hizo, kila mkoa una shule maalum ya wasichana. Lakini akajenga shule zingine 1,000 takriban na 300 za sekondari.
Hii ni hatua kubwa ambayo watu wote waungwana wanaoipenda nchi yao wanatakiwa wapongeze, kwamba hiki ni kitendo kinacholeta heshima kwa nchi yetu, kinachojali utu kwa wananchi wetu. Leo tumeiona shule ya aina hii iko hapa. Kila mkoa kuna shule na ya ziada na maeneo mengine palipo maeneo mengine ambapo hapana shule ya aina hii, wamewekewa shule ya ufundi ya VETA kila wilaya. Hili si jambo la kukaa nalo kimya, ni jambo la kupongeza hatua za aina hii. Huku ni kugusa maisha ya kila familia. Leo hii mashemeji zangu hapa na wako zangu hapa ambao watoto wao wangekosa fursa kama hii, wenda ndoto zao zingekuwa zimepotea moja kwa moja. Na mimi niwaambieni, wala msikwazwe na hatua za ukamilishwaji. Maendeleo huwa yanaanza na hatua ya aina hii. Tusingeweza kuchagua rangi bora kabla ya kulijenga jengo.